msikilizaji, na karibu kusikiliza uchambuzi wetu wa habari katika lugha tukufu la Kiswahili, uchambuzi ambao unajumuishwa na ukurasa wa habari muhimu, ripoti za wanaripota wetu kutoka kona mbalimbali, ukurasa wa habari za michezo pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Msomaji wako Bukuru Tantine Aldamafu, ndi mitambo Izaki Mmocha Hashide. Na kualika msikilizaji kuambatana nami mwanzo hadi tamati. Nasema karibu. Kabla ya uchambuzi wetu wa habari, namkaribisha hapa mchumbe wa mkulima na Fatuma kwa usomaji wa habari muhimu. Karibu. Bukuru Tantine Aldama, wacha tufunue pazia ya habari muhimu siku ya leo, tukianzia na habari hizi za katika mji wa Baraka. Meya wa mji wa Baraka kwa muda ameomba wazazi wa watoto kutuma watoto wao mashuleni siku ya ufunguzi kama kawaida. Ameyasema hayo siku ya posho hii ya tarehe 3 Januari 2026. Huko Uvira ni kwamba hali ya usalama imeshinda tulivu katika mji jirani wa Uvira licha mapambano kati ya jeshi la taifa FARDC dhidi ya AFC M23 kushuhudiwa siku ya 6 hii kwenye milima yenye kuinukia Kigongo na Kashombe. Hivyo raia wameendesha shughuli zao kama desturi. Tutamatisha habari muhimu katika siku ya leo na habari za huko Mwenga. Watu wawili wamejeruhiwa kwa kupigwa risasi na mzalendo mmoja jioni ya siku ya Ijumaa ya wiki tunayo, na hivyo kupelekea hali ya usalama kwa upande wa raia kuzorota zaidi. Kwa jambo hilo, mashirika ya kiraia yamekemea kwa hali ya juu kitendo hicho halifu. Zangu Bukuru Tantini Aldama, mwisho kabisa wa habari muhimu. Asante sana mchumbe wa mkulima na Fatuma kwa usomaji wako huo wa habari muhimu. Na sasa tunaanza uchambuzi wetu wa habari na habari za Baraka, ambako ni vema raia wa Baraka kujitahidi ifikapo majira ya saa 11 jioni na kupandililia kuwa nyumbani ili kuepukana na maafa ambayo hujitokeza kutokana na risasi ambazo zinapigwa holela. Ndivyo amesema mwenyekiti wa shirika la raia Sosiko RDC katika mji wa Baraka. Katika mazungumzo nasi ya Beta Kubuta Jojo Ngonda, mwenyekiti wa shirika la raia Sosiko RDC mjini Baraka, amesema hayo kisha kuona ni mida ya jioni ndipo risasi zinapigwa na hata watu kunyang'anywa pesa na simu zao. Huyu ameomba pia vyombo vya usalama kuzidisha ulinzi wa raia na mali yao. Kwanza sisi kama mashirika za kiraia tunapatia kwanza wananchi wote ambapo wako hapa katika jiji la Baraka pole kwa yote ambapo inakuwa ikitokea. Haiko tu saa 11 saa 12, inafikia hata asubuhi wanazipiga. Kwa hiyo inakuwa ni hali ambapo inatuwezesha sisi kujisikia vibaya. Tunaomba kwamba watu wote watusikilize kwa makini sana. Ikifika saa 11 ya jioni, mfanyabiashara na sio kwa mfanyabiashara, ni lazima tayari kila mtu alishakuwa nyumbani kwake. Na wakati unafika nyumbani kwako, ikifika saa 12 saa 1 usiku, kama ni chakula ipigie ndani ya nyumba, unakuwa tayari ulishakuwa kuliko ya mtu kuzagazaga. Kwa hiyo inakuwa ni mojawapo ya kuepusha watu katika hali ya kuumia wakati masasi inalia wanaumia. Kuepuka pia hali ya kukua wananyang'anywa pesa mchana au jioni wakati wanatoka kwenye makazi zao za kuuzisha vitu. Na ndipo hapo tunainterpelewa kwa viongozi wa serikali kwa kuangalia namna gani sisi ni kuwapatia malalamiko zetu, ni kwamba waangalie namna gani wanaweza kuwezesha ili usalama na amani irejee katika jiji la Baraka, kwa sababu kunapaswa kuwa tofauti kwenye kuko serikali na kwenye kuko waasi. Kwa hiyo na ndipo itawezesha wale wote ambapo walikimbia warudie kufatana na swali lako ambapo uliniuliza la kwanza kufatana na watu ambapo walikimbia tofauti na jiji la Baraka. Na hiyo ndio itawapatia uwezo, kwa sababu mtu anapokuwa alikimbia sadira alikimbia usalama wake. Ya kwanza ni ile kuepusha usalama uwe wake mzuri, ni kuepusha hali yote mbaya isimufikie. Tukiwa tu katika mji wa Baraka, meya wa mji wa Baraka ameomba kwa wazazi wa watoto kutuma watoto wao mashuleni siku ya ufunguzi kama kawaida. Ameyasema hayo siku ya posho wiki tunayo. Kwenye mazungumzo nasi, meya kwa muda wa mji wa Baraka Bi Marimu Kanjaswazi amesema ni vema walimu na watoto kufuata kalenda ya masomo ilivyopangwa kwa kurudi mashuleni kisha sherehe za Christmas na mwaka mpya. Upande mwingine amehakikisha usalama utaendelea kuimarishwa siku baada ya siku. Bi Marimu Kanjaswazi anaeleza yafuatayo.
Niko hapa mbele yenu kuambia wakaaji ya kwamba mardi masomo inaanza. Na kama masomo inaanza, naambia bale bote benye bana kipe masomo bale ba deplacer, baanze toka kwa masomo juu wanafunzi baanze masomo yao kama kawaida. Siku ya pili masomo inaanza, kila mzazi atume mtoto wake kwa masomo. Ndalomba wakuu viongozi conseil sécurité mwingine bakamate ma disposition yao juu ya kuangalia kama watoto ile mamasasi kupigwa ovyo, watoto banaweza kuwa desequilibre. Naamini ya kwamba kila kitu kitakuwa sawa juu kwa hiyo muda tulikuwa hapo na masasi ilikuwa nalia mingi sana. Tuliendelea kufanya marenyo, mimi na yua bonne année ilipita bien, hakukua probleme. Mbona naamini tutaendelea vizuri. Batu ya conseil sécurité bakamate ma disposition juu ya mamilio masasi ovyo mchana juu ya ku desequilibre watoto. Ujumbe wangu kwa raia, naambia wa raia ke hapa tuko mzuri, tuko salama, tutaendelea kuwa salama kijiji yetu ya Baraka, na kila mwenye kuna activite yake afanye activite yake kama kawaida. Tuko na masaze tunatia malimite kifika 20h kila mtu anaikala kwake. Huko mahundi zinafaa patrui na mchana na usiku. Make baraia antuka bajisikie biko huru, security kwa nafanyiziwa usiku na mchana. Uvira. Hali ya usalama imeshuhudiwa tulivu katika mji jirani wa Uvira licha ya mapambano kati ya FARDC dhidi ya AFC M23 kushuhudiwa siku ya 6 hii kwenye milima yenye kuinukia Kigongo na Kashombe. Hivyo raia wameendesha shughuli zao kama desturi. Taarifa tunazo ni kwamba tofauti na habari za uongo zilizotawanya mitandaoni, utaja kuwa mji wa Uvira pia umekumbwa na vurugu ya vita siku ya 6. Duru yetu imekanusha habari hizo na kutoa picha halisi ya hali ya sasa. Mimi nataka watu wasikie kama vile ya Uvira hakuna masasi na masasi kunalia milima ya hii ya Kikungu ya Makubula. Huko ni masasi kuna milima Makubula ya sisi na basi na sisi ni mabomu, ndio maana huko na sisi watu wanasema Uvira vile kuishi Uvira vile hakuna masasi hata moja. Ndio maana ule kusikia mapaniki za watu kwenye marezo sio bora mkono kuna mnaita watu wenye shida kuishi mwingine ya Uvira na watu wanafanya kazi zao vizuri. Leo ilikuwa saa ndio tulipata ndio yote hata ni kwa ndio kwa project na video ndio sisi kwa hivi watu wako na ripoti kushalongo, watu wako na ripoti na kwenye salongo hizo nafasi salongo mavini wala ile tank hata mtu anapata longo kwake kama na msiki kwa baya majeto kwa majeto na kuwa comprendre ile watu yake kinada. Initiative longo ni nzuri lakini zinafanyika mu context ambayo ni ngumu, bado njala iko mingi, hakuna hata moja yenye inafanyika, sio tu kuuza bunga na lenga maana yake kuwasomi hakuna kazi hata moja. Salongo sio mbaya mzuri ya mitana ya mashetundu vibaya. Lakini Uvira salama, hakuna likasi nalia, hakuna tena usiku ukamata na kupiga, hakuna ndio habari. Umesema vita inasikika kwenye eneo za Kigongo. Je, haiko na affecte raia wa huko Uvira na hivyo kuparalize activity kama kwa siku ya leo? Kiukweli kabisa haiparalize activity moja. Yule wa presa longo watu wote wamelema. Apresa longo kazi hona mkazi zimeenda. Apresa longo mama mwenye alikuwa na kadiri kake churuza bunga kwa makala itanafanya mrendo kwa uongo mwili ndio mimi maisha. Wakati hayo yakijeri, duru yetu imeongeza kuwa hali ya maisha ya raia ndiyo yenye kuwa tete kutokana na sababu mbalimbali. Kweli kwamba tu maisha yamekuwa magumu sana, njala iko mingi mpaka sasa watu hawaelewi. Lakini kwambie pia maoni ili zitumisha ora zinafanya kazi, wengine zinasema kuuliza jana. Donc hiyo ndio hali ya Uvira. Kiukweli frontiere ya Burundi imefungwa, serikali ya autorite ya Burundi viongozi na hatuna presizia siku hata moja frontiere ya Burundi itafunguliwa. Kukuwa na fununu hatuna nazi. Lakini ukisikia diskuri ya yake ya autorite moja ya Burundi imesema kwamba walifunga frontiere ni Rwanda ndio inaongoza. Sasa si mambo ya politiki kipindi kuingiamo sana, iko vitu kwamba kufunga frontiere ni jehanamu kwetu watu wa Uvira. Watu wanateseka, wanaishi shida, watu wanaishi magumu. Bila frontiere ya Burundi, bila pora ya Kalonde, kwa jehanamu na maisha yako magumu. Ndio maana leo tunakuwa
kuwa kabisa. Usiku hakuna hata nyumba wanaingilia, na jana hakuna wanaingilia, mabasi ya damu kule kuna sikilika. Hiyo ndio ukweli wa mambo katika huko. Sasa tunajitupa viwanjani kwa habari za michezo, naye Umari Makelele Ozile, karibu. Na barabara kabisa Bibu Konstantine Aldama. Leo katika habari za michezo tuanze na habari za hapa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Ni kwamba kulipigwa mechi moja ya michuano ya ligi kuu hapa nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo maarufu Linafoot, ambako vijana wa Tupuisa Mazembe Anglebere katika uwanja wa Kamalondo waliweza kuwakaribisha vijana wa AS Malole, na hivyo Mazembe kuweza kuwatandika bao 1-0 na kujihakikishia kuwa wanaendelea kupalilia njia ili kuweza kutoa ubingwa mwaka 2025-2026 wa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Lakini upande mwingine ni kwamba michuano ya mataifa barani Afrika AFCON ambayo inaendelea kutimua vumbi huko Morocco, tayari sasa Senegal wako uwanjani kukipiga vikali dhidi ya Sudan, na baadaye majira saa 3 kamili za usiku Mali watawakaribisha Tunisia. Matokeo ya mechi hizi ni katika uchambuzi wetu wa habari za hapo asubuhi. Lakini vile vile siku ya Jumapili tariki 4 Januari 2026 mechi mbili zitapigwa majira saa 12 kamili za jioni. Waandaaji wa michuano hiyo Morocco watawakaribisha Tanzania, na majira saa 3 kamili za usiku Afrika ya Kusini watakuwa vikali dhidi ya Cameroon. Na kule katika bara la Ulaya ni kwamba ligi tano kabambe katika bara hilo la Ulaya ziliendelea kutimua vumbi, na kwa sasa mechi nyingi zinaendelea kuchezeka, ila tukutane hapo asubuhi katika matokeo ya mechi zote hizo mbili. Lakini vile vile kuna habari ambayo imechomoza kwa kocha mkuu wa Chelsea The Blues chini ya umri wa miaka 21 Callum McFarlane ndiye ataongoza kikosi cha Chelsea The Blues Jumapili kwenye mechi yao dhidi ya Manchester City kule katika uwanja wa Etihad. Uongozi wa klabu ya Coventry City na ushiriki daraja la pili pale Uingereza imemwambia kocha Frank Lampard kuwa watamongezea mshahara maradufu ikiwa atafanyikiwa kabisa kupeleka klabu hiyo ya Coventry City kunako daraja la kwanza hapo Uingereza msimu ujao. Coventry City imemwambia Frank Lampard kuwa itamlipa pauni milioni 10 kwa mwaka, dau ambalo ni kubwa zaidi kwa kocha huyo Frank Lampard tangu aanze maisha yake ya kuwa kocha. Na vile vile ni kwamba kocha wa klabu ya Strasbourg Liam Ressonior ndiye ametajwa sana kuja kuchukua nafasi ya kocha Enzo Maresca katika klabu ya Chelsea The Blues ambaye aliweza kufurushwa siku zilizopita. Majina mengine ambayo yamechomoza kuweza kuchukua nafasi ya Enzo Maresca ni pamoja na Xavier Hernandez, Andoni Iraola, Cesc Fabregas pamoja na kocha Oliver Glasner wa klabu ya Crystal Palace hapo nchini Uingereza. Na vile vile uongozi wa klabu ya Manchester United hapo nchini Uingereza upo tayari kutoa kiasi cha pauni milioni 40 kwa ajili ya kumsajili mchezaji Trent Alexander-Arnold katika dirisha ndogo la usajili. Mchezaji huyo ambaye aliweza kutokea Liverpool na kujiunga na Real Madrid hadi sasa hajaonyesha mafanikio makubwa katika soka lake la hapo katika nchi ya Uhispania. Mengi zaidi katika matokeo ya mechi zote ambazo zimeweza kuchezeka usiku wa leo utaweza kuzipata katika uchambuzi wetu wa habari za hapo asubuhi. Na valia namba 14 mgongoni yake mchezaji Victor Gyokerese, nasema bye bye. Asante sana Umari Makelele Ozile kwa usomaji wako huo wa habari za michezo. Endapo msikilizaji ndo bado unakuja kujiunga nasi, unasikiliza uchambuzi wa habari kutoka kwenye redio ya kijamii Kivu kupitia mita 93.0 FM. Ukitaka kutengenezesha vyombo vya kielektronik na kununua vifaa vyake vya akiba ima pièce de rechange, jibu lako ni kampuni ya BBC Elia Baraka Aibaz. Mwenga. Watu wawili wamejereuliwa kwa kupigwa risasi na mzalendo mmoja jioni ya siku ya 5 ya wiki tunayo, na hivyo kupelekea hali ya usalama kwa upande wa raia kuzorota zaidi. Kwa jambo hilo, mashirika ya kiraia yamekemea kwa hali ya juu kitendo hicho halifu. Kwa mujibu ya mashuhuda wa tukio, wamesema yote yametokea pale ambapo vijana walikuwa wanadadisi juu ya mechi za Ulaya. Ndipo ghafla mzalendo mmoja ametokea na kufyatulia risasi, kwani kwa mujibu wake wamesema timu yake vibaya. Habari hii imehakikishwa pia na Bwana Wisoba wa Kilongo Fisto, mratibu wa shirika la raia husika na haki za kibinadamu Bedehashi Mwenga na Kamituga. Ulikuwa unauliza kuhusu maafa ambayo ilipitikana Pabilembo
mu groupement ya Bashirubanda, territoire ya Mwenga, ambako mzalendo mmoja alifiatulia raia risase na watu wawili, mmoja akapata masase miguu, mwingine alipata risase kundevu, ila yule ambaye alipata masase kundevu na wengine ambao walijeuriwa walipelekwa kwenye kituo cha afya cha pale Bilembo. Wale walikuwa wenye wakujeuriwa majeuri makali, ila ule ambaye alikuwa akijeuriwa kidonda kali alipelekwa kwenye hospitali kuu ya hapa Kamituga ili apate matibabu. Ni kitendo ambayo sisi kama shirika la raia BDH, Bureau des Inspecteurs des Droits de l'Homme, tunalaani kwa sauti kubwa sana sana sana. Bwana mwariri, hii vitu ambayo wandugu zetu wazalendo wako wanafanya ni haya kabisa, na wako wanadetone mission yabo. Parce que muzalendo wa leo ni raia wa jana, ni raia ambaye aliona magumu ambayo nchi yetu iko napitia, uonevu ambayo nchi yetu iko napitia, akaamua kukamata silaha ili atetee nchi na atetee wananchi. Ila mambo ambayo wandugu zetu wazalendo wako wanafanya kwa sasa sio vizuri. Mwishowe, shirika la raia eneo hilo laomba kwa viongozi wa kijeshi kwa ngazi ya jimbo la Kivu ya Kusini pamoja na uongozi wa rade kwa pamoja kuvalia njuga haraka swala la unyanyasaji unaoendeshwa na baadhi ya wazalendo Mwenga Kamituga. Wisoba wa Kilongo Fisto amerejea mara tena. Wako wanafanya vitu vingi venye viko umbalimbali na sheria na haki ya kibinadamu. Unakutana mabariere, wanairije mabariere ajabu. Zile mabariere zilikuwa mabariere za kuwasaidia, za msaada, ila kwa leo inakuwa mabariere ziko za msaada, zinakuwa mabariere za kushurutisha watu pesa ambayo kila mtu anapenda. Unakutana wazalendo wako wanaanza kukometre madegaza mingi, kufiatuliana masase, kulewa kiolela, kupiga watu fimbo, kuumiza watu, vitu ambavyo viko kinyume na haki ya kibinadamu. Sisi sawa vile shirika la raia tunaomba kwa viongozi wote wa wazalendo, hapana tu tarafani Mwenga, waongozi wote wa wazalendo wenye wako wanatusikiliza kwa muda kama na huu, kwa sababu Radio Kivu ni radio yenye iko baraka sai njo mainstitution zote za leta ziko. Ni wakati sasa ya kurekadre magrupe arme za wazalendo, watumikie raia sawa vile inavyofaa, wazirudishe kumusimamo, paske raia inaanza kuona kama wazalendo wengi au kamata tena bunduki kwa kuokoa raia au kwa kuokoa nchi, lakini walikamata bunduki ili wazifaidie na desordre yenye iko muinchi, na pesa kiolela ambao wako napata kinyume ya sheria, kwa kunyanyasa raia. Kisha vita ni sheria, kisha vita ni hukumu. Kindu, wanabunge wa jimbo la Maniema waliweza kukutana ili kutathmini kwa pamoja kuhusu swala la mtandao ambao unaonekana kusuasua jimboni humo kabla ya kwenda kwenye mapumziko yao. Godefroid Musunga Shabani anaripoti kamili kutoka Kindu.
Wanabunge wa jimbo la Maniema waliweza kukutana kwa ajili ya kuangalia mambo ya mitandao. Utaweza kugundua ya kwamba nyumba mengi ambayo inahusika na mambo hiyo ya maongezi kwa ajili ya raia waongee vizuri tayari haitumike vema, na hiyo wanabunge utamka ya kwamba kunakuwa ni unyanyasaji. Lutaka Kalukula Gaspar, mwanabunge mchaguliwa wa tarafa la Punya, alizungumza. Kisha kuchungua motion incidentielle ya kolege Blaise, tulichuya tukakuta ya kwamba inaomba tulete lazimisho kwa gouvernement ama government yetu la jimbo la Maniema, na pale tulileta kwa lugha kimombo ile wanaitwa recommandation. Ma recommandation yapata 7 tulileta kule, yenye nasema ya kwamba ma agence de communication walete report ku gouvernement, na gouvernement itulete si ile report, na population yetu wafaulu matumizi mema ya ile matelekomunikasyon. Tulisema ya kwamba ujanja watu wengine wanapitia ndani ya hii telekomunikasyon ya kuiba pesa, ya kupora pesa ya watu kwa njia wizi. Wale wa maagence zote iliangalie miteko itafaa wa kugundua wale watu kusudi tuwaweke mbele ya serikali wapate adhabu kusudi wasiendelee kuiba watu pesa hapo. Tunakuta ya kwamba ndani ya matumizi ya unité tunanunua, utanunua unité inaisha bila we kutumia hayo, pesa yako inaenda bure. Ile tunaleta angalisho pia gouvernement ilete angalisho ku agence ya communication. Tunakuta wizi pia ndani ni ya tarif. Leo tuko ku dolare moja inakuwa 2300 francs, 2200 francs, lakini tunaendelea kununua unité ku dolare moja 3000 francs. Ile ni wizi nye tunakuta ya kwamba inaomba gouvernement yetu ifatilie ile mambo kusudi imalize hili. Unakuta rezo ine ndani ya antene moja, ile inakuwa wizi kwa gouvernement paske ifo kila antene ikuwe na rezo yake. Na kwa siku ya leo hiyo mambo ya mtandao inaendelea kuzorota. Kutokea Kindu, mji mkuu wa jimbo la Maniema, Godefroid Musunga Shabani kwa niaba ya Radio Kivu Baraka. Moba. Mbunge wa mkoa wa Tanganyika Kasangu Ndumba Papi ameomba raia wa tarafa la Moba kuwa na ushirikiano kwa ajili ya maendeleo ya tarafa hilo. Ameyasema hayo wakati wa sherehe za mwaka mpya wa 2026. Radio Kivu Moba tunajiunga na mwenzetu Isidore Kashulwe kwa mengi zaidi. Kupitia sherehe ya mwaka mpya, mbunge mkoani mchaguliwa wa tarafa ya Moba ameweza kugawanya chakula cha jioni na marafiki na ndugu wakiwemo watu wanaishi na ulemavu. Kasangu Ndumba Papi ameweza kwenye mgawanyiko huu wa chakula kufikisha kwa wakadhi salamu ya mbunge wa taifa Cristiano Simba Kabulo na senata Mwando Katempa Christina. Ameweza kupitia sherehe hiyo kuitisha raia kwa ushirikiano. Amjambo bote na bonane na kuya kwanza, na salamu ya kwanza ni ya kaka yenu, baba yenu, muyomba yenu, ule mnamuiwaka kila siku, Cristiano Mwando Simba Kabulo. Ana misalimu sana. Salamu ya pili ni ya ule mnamuiwaka dada yenu, mtoto yenu, shangazi yenu, Mwando Katempa Christine. Ana misalimu sana. Mimi nilifika jana, bonjo balinituma. Banasema hivi, mtoto gisi si makazi kwa ya mingi, usilie bona ne kungine, wende ukule na bandugu yetu kumoba, hata ikwano wa moto wende, hata kama usipopata gisi ya kwenda, hata kinga utoke kukalemi na uende kumoba, ufikishe salamu yetu na ukavule hata donge moya na bandugu yetu. Amjambo tena. Na njoo maana na mimi nikasema hakuna jinsi, mtoto anapaswa kupinga venye kusema mzazi. Na mimi kama mtoto yao kisiasa nilisema nasikia, na njoo maana tulimita hapa, mnajitolea na mnajipatia moyo wote wakuya. Tunashukuru tena na Mungu abibariki. Hatutaachiliana hata kidogo, tutakuwa mkuzidi kungana kwa ajili ya maendeleo yetu. Walikuwa wakosa kutoa maneno yao ya shukurani. Tunashukuru sana kwa honorable wetu kutufikia wakati huu. Kila mtu alikuwa na shida na magumu na akili ni kuvurukika. Hatukujua kama tutaweza kuonana nao.
lakini kwa mapenzi ya Mungu mwenyewe na sisi wenyewe tunamwangalia kabisa, anatufikia na anatuambia jambo la maana, na hivi na wasihi tumuombee Mungu amubariki sana tangu udongo na miguu yake yote. Mungu amubariki. Mwaka 2026 umeweza pia kupokea kwa shamra na wakazi wa Kirungu ambao wamekesha usiku kutwa kushiriki sikukuu hiyo ya mwaka mpya. Kiripoti tukamaba Idor Kashule Radio Kivu. Na kwenye habari ya kitaifa ni kwamba jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limewasilisha Jumamosi hii ya tarehe 3 Januari huko Kinshasa wanajeshi 7 wa jeshi la Rwanda pamoja na raia 8 kutoka nchi za ukanda wa maziwa makuu waliokamatwa wakati wa mapigano dhidi ya wahasi wa FCM23 katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Izake Mulucha Ashibe kwa mengi zaidi. Kwa mujibu wa Luteni Kanali Makazukei Mongba, kamanda msaidizi wa idara ya mawasiliano na taarifa za FRDC anayehusika na operation ya ujasusi, haya ni mashahidi mapya yanayoonyesha uvamizi wa Rwanda katika ardhi ya Kongo. Tangu mwanzo wa vita hivi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa ikisisitiza kwa ushahidi kuwa inavamiwa na Rwanda. Leo FRDC wamewaalika ili kuwaonyesha wanajeshi 7 wa Rwanda na raia 8 kutoka nchi za ukanda wa maziwa makuu waliokamatwa wakati wa operation za kijeshi huko Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Uvamizi wa Uvira hadi leo, ambayo iko mbali sana na mipaka ya Rwanda, unathibitisha kwamba sababu za hatua za kujilinda zilizotolewa na Kigali ni uongo mtupu, alisema Luteni Kanali Makazukei. Kwa mujibu wa afisa huyu wa jeshi la Kongo, Rwanda iishii tu kuivamia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, bali pia inalenga kuifanya migogoro hiyo kuwa ya kikanda kwa kuwarubuni raia wa baadhi ya nchi za eneo hilo. Pia imeonekana kuwa kwa kuwaingiza baadhi ya raia wa nchi za ukanda huu na makundi ya wahasi kama Red Tabara, Rwanda inalenga kueneza mzozo huu kuwa wa kikanda. Licha ya azimio la 2773 la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na kutiwa sahihi kwa mkataba wa Washington mnamo tarehe 4 Desemba 2025, Rwanda bado inaendelea kushikilia wanajeshi wake katika ardhi ya Kongo hadi leo, aliongeza afisa huyo. Katika kundi la raia waliokamatwa, Luteni Kanali Azukei alifichua kuwa kuna Mrundi mmoja aliyekamatwa Uvira kwa kosa la kutetea ugaidi kwa niaba ya M23 Red Tabara, na Mrundi mwingine aliyekamatwa pia Uvira kwa ushirikiano na ujasusi kwa faida ya M23 Red Tabara. Mtu mwingine alikamatwa Kinshasa kwa tuhuma za ujasusi kwa niaba ya wahasi. Katika kundi hili pia kuna Watanzania na Waganda. Ufunuo huu wa FRDC unakuja katika muktadha wa mashutumiano ya pande zote mbili kati ya Kinshasa na Kigali kuhusu kutotekelezwa kwa makubaliano yaliyofikiwa kupitia juhudi za kidiplomasia zinazoendelea. Ingawa kwa msaada wa rais wa Marekani Donald Trump, mchakato wa Washington unaonekana kuwa umeharakishwa kwa maandishi kwa kuidhinishwa kwa makubaliano na marais wawili, Felix Tshisekedi kwa upande wa DRC na Paul Kagame kwa upande wa Rwanda. Mazungumzo ya Doha kati ya Kinshasa na waasi wa AFC M23 wanaunga mkono Rwanda bado yanagubikwa na ugumu wa kuleta mafanikio ya kweli. Mazungumzo haya Bibo Constantine Aldama, ambayo yalipaswa kukamilisha makubaliano ya Washington kwa kushughulikia chanzo cha mzozo, hasa urejeshaji wa mamlaka ya serikali katika sehemu zilizoko chini ya wahasi, kwa sasa yamekwama bila maendeleo yoyote ya wazi tangu kutiwa saini kwa makubaliano ya msingi chini ya uongozi wa nchi ya Qatar. Hatua kadhaa zilizokubaliwa tangu kuchapishwa kwa mtamko la pamoja mwezi Aprili bado hazijatekelezwa. Hali hii ya kusuasua imerahisisha kurejea kwa mapigano makali kati ya AFC M23 inayoungwa mkono na Rwanda na majeshi ya serikali katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Bila shaka ni hayo ndiyo tulikuwa nayo kwenye habari ya kitaifa. Na huko nchini Burundi ni kwamba katibu mkuu wa chama tawala cha CNDD-FDD nchini Burundi amewaambia raia wa Burundi wasitarajie mpaka wa Gatumba kufunguliwa tena hivi karibuni. Mpaka wa Gatumba nchini Burundi unapakana na mji wa Uvira katika jimbo la Kivu ya Kusini nchini DRC. Mwenzetu wa Burundi Bukuru Elias Danieli ametuandalia ripoti kamili. Reverend kuyalisema hayo katika mkutano na waandishi wa habari mnamo Januari 1, 2026 wakati akizungumza na vyombo vya habari mjini Bujumbura. Ibija Uvira nababwiye ko Rwanda mwabonye umunsi wafata Uvira ko ari imodoka z'u Rwanda zazanye amabedete mu mazi. Mwabonye jeza M23 acha hii ya kuhusu Uvira ni Rwanda. Hamkuona baada ya kutekwa kwa mji huo zilikuja boti nyingi, sio M23 wasiwadanganye. Makubaliano yanasemaje? Marekani ikisema kuwa imeshindwa, sisi tutajua la kufanya. Ni jambo la kawaida mpaka kuendelea kufungwa na utafunguliwa pamoja na ule wa Rwanda. Msiendelee kusema kwamba M23.
Rwanda kuikamata Uvira kwa kukiuka makubaliano ya Washington, mipaka ya Gasenyi na Ruhwa itaendelea kufungwa. Askari waliokuwa wanataka kufanyishwa makosa ndio walioondoka nchini DRC. Na mkumbuke sisi tuna makubaliano ya kuingia nchini humo kama nyumbani, na Wakongo wanafurahishwa na uwepo wa wanajeshi wetu nchini humo, na tutaingia mchana maana imeandikwa. Atumira kuja muri Kongo. Amasezerano akiriho ni nkuko tuba turiyo. Kandi abakongomani barishimiye abarundi. Gose rero tuwe amasezerano dufise ngaha mu biro n'amasezerano yuko Kongo ari muhira. Tugiye tugenda menya byose biranditse. Mpaka wa Gatumba nchini Burundi unapakana na mji wa Uvira katika jimbo la Kivu Kusini katika nchi ya DRC. Mwezi Disemba mwaka uliopita Uvira ilitekwa na kundi la waasi la M23 ambalo linasemekana kuungwa mkono na Rwanda, madai ambayo nchi hiyo inakanusha ikisema kuwa ilichukua hatua za kujihami. Mji huo ulitekwa siku chache baada ya viongozi wa Kongo na Rwanda kutia saini makubaliano ya amani mjini Washington. Nikiripoti kwa niaba ya Radio Kivu Baraka kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Ni kupitia ripoti yake hiyo Bukuru Elias Danieli kutoka nchini Burundi mjini Bujumbura ndipo tunafika mwisho wa taarifa yetu ya habari za uchambuzi wetu wa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako Bukuru Tantine Aldama, fundi mitambo Izaki Mungu cha Ashibe, na kuaga msikilizaji nikikutakia usiku mwema. Bye.